Kwenye mitandao ya kijamii mtu unakutana na mambo mengi sana, mengine yanafurahisha, mengine yanakurudisha wewe nyuma katika maisha yako na katika maisha ya watu wengine. Basi nakuja kumbukumbu nyingi. Kama siku mbili zilizopita nimeona klipu ya baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anamzungumza Rais Mwinyi. Ulikuwa ni mkutano wa waandishi wa habari. Ndani alifanyia msasani kwa sababu namuona amekaa kwenye kiti na watu wamekaa easy, wamekuwa kama vile wanahabari wanamsikiza mwalimu anazungumza. Na mwalimu mashallah ni mtu ambaye ana kipaji cha kuzungumza, unapenda kumzungumza. Akasema Rais Mwinyi mtu mpole sana. Sema hawezi kuwa dikteta huyu. Hapo akasema lakini mimi huyu anasema vile, watu wote wakacheka. Na hizi ndio mwalimu kutaka kumpata sasa kuzungumza wakati hajahadhibika. Anazungumza nyinyi wote mtacheka. Ni mtu ana mazungumzo mazuri. Sasa haijapita siku ya pili nikaona video nyingine imewekwa, clip nyingine imewekwa ya Rais Mwinyi mwenyewe, lakini yule mtu aliyeweka kaitengeneza imekuwa, manake ukitizama unaona mambo mengi pale. Rais Mwinyi anasema maisha haya duniani yawe historia nzuri wakati watu watakapohadithiwa ikiwa wewe hupo. Ana maana ikiwa wewe umekufa. Sasa pale mimi ikanijia fikra, mimi vipi nimemjua Rais Mwinyi? Nikaja maktaba nikachukua kitabu hiki ambacho kinaeleza maisha yake mwenyewe, Mzee Ruksa, safari ya maisha yangu. Anasema kitabu hiki, anasema alipowaambia pale nyumbani kwake wanaye kuwa kitabu anaandika na jina litakuwa Mzee Ruksa, wakampinga, lakini akaeleza kusema hapana, hili jina alikuwa jina la kejeli, hili jina watu walinipa kwa mapenzi, na kwa hakika hili jina la Mzee Ruksa la mapenzi, kwa sababu Rais Mwinyi alipochukua nchi hali ilikuwa ngumu ya maisha, lakini alhamdulillah hakupita muda baada ya kufungua mambo ikawa mambo yamekaa vizuri. Hata siku moja katika hotuba yake moja akawa anazungumza, anasema leo vitu vimekuwa vingi madukani na wanawake wamerejea kwenye zile ila zao. Anakwenda dukani, anachukua kwenye debe moja, anatia mkono hivi, anachukua mchele ule anaunusa. Huu unanukia vizuri, mpya huu. Asema na hii ni neema. Sasa ndio Mwinyi. Lakini nikawa natizama hapa. Kitabu nimekipata tarehe 25 mwezi wa Ramadhani mwaka 1442, tarehe ya Kiislamu. Na ilikuwa tarehe Mei mwaka 2021. Na nilitizama kwenye television kipindi kizima siku ambayo anakieleza kitabu chake mwenyewe pale Nyerere Conference, na nikawapigia simu Mkutila Nyoka wale nyota na wale kitabu kuwa kikifika dukani tu basi niletewe. Naam, nikafika kwa tarehe 8 Mei mwaka 2021. Sasa leo nakiangalia hiki kitabu na ninasoma Hidaya. Anasema Mzee Mwinyi, na anamnukuu hapa, anasema na kitunuku kitabu hiki kwa taifa langu, Watanzania wenzangu, familia yangu na wote niliobarikiwa kusafiri nao katika safari yangu hii. Sasa nikasema kitu hapo, hata kama kuna nasema naye mama ndio bwana kujiguza katika wale wengine ambao wote katika safari ya Mzee Mwinyi. Mimi nasema na mimi nimeandika sana mimi habari za Mwinyi katika wakati alipokuwa anatawala, na habari nyingine zilikuwa zinachapwa katika magazeti ya Ulaya. Nakumbuka hapa kwenye screen yangu nimeweka hili gazeti, ni New African. Niliandika article moja ya Mwinyi, na article ilipendwa sana kiasi ambacho
Yule editor wa gazeti hili Amber Vesi, namfahamu, nilikutana naye London na mtu alinijulisha nilipompelekea makala, akaniambia, Mohamed, hebu niletee na picha yako kwa sababu nataka kuifanyia barua kuja kwenye guest column. Na kweli kana kwenye guest column, sijui kama inaonyesha kamera hapa, akachapa. Na nilikuwa namtetea Mwinyi, kuna watu walimsema vibaya, lakini maskini Mwinyi hakujibu. Sasa turudi kwenye hili. Sasa ndio nasema, na mimi katika hao watu ambao walisafiri kwa safari hii, na mimi najitia ndani kuwa mzee Mwinyi vile vile mimi nimo kwenye safari yake. Sasa kuna kitu nataka nikieleze hapa. Unajua, mtu unapoandika wasifu wako, kuna mambo mengine unayaacha. Unasema ya nini bwana? Lakini mimi nataka nikuelezeni mazungumzo yangu uso kwa macho na marehemu Profesa Kigoma Ali Malima. Tunazungumza mambo mengi sana. Akaniambia, Mohamed, siku moja mimi nimekwenda ofisini kwa Rais Mwinyi, nimekuta hayuko katika hali nzuri, kama ana mfadhaiko hivi. Kama Rais, kimetokea nini? Akaniambia, kuna nyaraka zinapotea ndani ya ofisi yangu, na hizo nyaraka siku ya pili zinachapwa katika magazeti ya watu binafsi. Na kwa kweli wakati wa Mwinyi alipata mitihani mingi sana, mingi. Sasa Profesa Malima alikuwa mtu akizungumza hata jambo zito, basi atalifanyia maskhara. Sasa ananiambia, mimi nasema sasa rais mzima tena inafikia kuibiwa nyaraka ndani ya ofisi yako, na ufanye chochote, unakaa na ofisi unakosa raha. Basi kuna zungumza. Akasema, mimi nikamwambia, rais, ikiwa vipi? Akasema yeye anasema kuwa hata mimi neno naogopa kulisema, lakini nawajibu kulisema kwa sababu sitaki kuona idhima. Anasema anahisi kuna watu wana funguo za hata draw zake. Akamwambia, basi kama hali ni hiyo, tukufurahishe. Jambo ambalo wewe unaweza kulifanya, badilisha wasaidizi wako, uone kama ni jambo litarejea, kwa sababu inaelekea hawa umewarithi, na Kiingereza wanasema allegiance. Wanaona hawana allegiance juu yako, kwa hiyo basi ule ushauri Mwinyi alifuata, na alibadilisha baadhi ya watu katika ofisi yake, na hili jambo likawa limekoma. Sasa ni kitabu hiki Mwinyi amemtaja Profesa Malima, kamtaja Profesa Malima, lakini si katika hili, si katika yale ambayo mazito ambayo yeye, na mimi najua mazito baina yake yeye na Malima. Inshallah iko siku na fursa ikitokea naweza nikayaeleza. Si mtu anaeleza kitu ueleze iwepo na sababu. Basi kawa hivyo. Na kipindi kingine ilikuwa katika miaka ya 89 hiyo. Na nakumbuka siku moja alikuja hapa ya Saleh, alikuwa mhariri wa gazeti la Jarida, gazeti la Africa Events London. Siku moja kaja Dar es Salaam hapa, akanipigia simu akasema, Mohamed, nimeambia wewe una mgahawa wako unapenda kunywa chai sana, basi nakukaribisha chai. Mimi nikasema huyu mtu kutoka London nikaja Dar es Salaam leo ananikaribisha chai pale Chef Pride, mtaa wa Chaga, hoteli maarufu, vijana wengi
Na mimi wakati huo ni kijana vile vile, nikipenda sana kuna kunywa chai pale, hasa nikiwa Dar es Salaam. Nikasema hii ndio ile ule msemo wa Amerika unasema there's no free lunch in America. Ukiona mtu Amerika amekuja lunch basi ana lake. Nikaenda pale tukanywa chai, sambusa na nini, kababu nini vizuri tu. Mwisho naisubiri hiyo free hii ni naita free breakfast. Akaniambia, "Mohamed, vipi bwana? Vipi bwana?" Akasema, "Mbona magazeti yote yanamshambulia rais? Na wewe umekaa kimya, uandiki." Mimi umekaa kimya. Sasa naambia kaambia sasa haya magazeti haya sawa, kuna magazeti ya binafsi yanamwandika sawa, sasa anashambuliwa mpaka na magazeti ya serikali na chama. Sasa mimi niseme nini ikiwa wao wenyewe wanamshambulia? Sasa bwana, andika kitu bwana, mimi nitachapa. Lakini wakati ule mimi nipo kwenye ban, makala zangu hazichapwi tena na Africa Events. Hiki ni kisa kingine, inshallah nikipatikana nafasi nitakieleza. Nikamwambia sawa. Basi nadhani hata kama jarudi ofisini kwake London, nikawa mimi makala yangu ishafika na akaichapa. Na ile makala ilipata walinyanyua sana, kwa sababu hata ile cover ya nje ni caricature, yani katuni ya Rais Mwinyi amesimama kwenye meli na ile meli inapigwa torpedo, mabomu inapigwa mabomu. Basi ndo kwa mukhtasari ndo Rais Mwinyi ambaye nimeona kidogo nimzungumze, sijapata kufanya video ya Rais Mwinyi. Kwa ni mtu mpole, na kwa hakika alikuwa mpole, kwa sababu kama sio pole haya yote niliyokuambia, kuwa nyaraka ofisini zinapotea, magazeti ya chama yanamshambulia kwa kimya, hakuna mtu angeweza kufanya kama hili kwa Mwalimu Nyerere. Hakuna. Hata kama amepata wazimu gani, athubutu